Unafikiri si wakati sahihi wa Simba kumpa nafasi kocha Selemani Matola kukiongoza kikosi cha Simba, au nini ambacho kinakosekana ndani yake? Ukitazama picha ya ama mahusiano ya Simba na Selemani Matola, unaona ni kama vile tunaita store. Siku ukitaka fyekeo, unataka kwenda kufyeka nje, ni atumeno slasher. Kama mtu ndio unaenda, unalitafuta, unachukua, unakuja kulitumia. Ukimaliza shida yake unarudisha kule tena. Tafsiri yake ya Simba wamemweka Matola kama sehemu ya akiba yao. Pale ambapo wanakwama, watakuja kumtumia kwa kipindi hicho wakati wajitafuta kujipata ama kumtafuta yule ambao wanaona wao anawafaa. Na kwangu mimi naona kuna picha mbili ambazo zinakuja. Picha ya kwanza, imani ndogo kumkabidhi majukumu kwa 100% Matola. Ilhali Matola anakidhi vigezo au anakidhi mahitaji, yani zile sifa anazo. Kwa mfano, ukija kwenye engo ya uzoefu, kabla ile kwamba ana leseni A ya CAF, njoo kwenye engo ya uzoefu. Sina kumbukumbu nzuri, mara ya kwanza anaingia Simba ilikuwa ni mwaka gani, lakini tunaweza kukumbushana hapo. Ila ni kocha ambaye tangu ameingia kwa 17 mpaka leo 2025 wamepita makocha wengi sana ambao wamekuwa na ujuzi tofauti, ambao Matola amekuwa akisomeka ama akihesabika kama kocha msaidizi, kwa lengo wakati ule alikuwa hajakidhi vigezo vya kuwa kama kocha mkuu. Ajifunze kwa hao ambao wamefanya kazi maeneo tofauti kwa muda mrefu, lakini pia apate muda ajifunze kwa vitendo kwa akiwa anasoma kutimiza hayo mahitaji ambayo yanahitajika kwa sifa za mtu kwa kocha ama yeye kwa kocha mkuu. Kutoka 2017 mpaka leo tunapozungumza ni miaka mingi imepita. Kama kuna vitu vya kujifunza amechota kwa makocha kutoka mataifa tofauti. Nikianza kukutajia hapa, unaweza ukasema katika watu ambao wamebarikiwa kujifunza vitu kwa watu tofauti ambao wamekuwa na uwezo mkubwa, wameonyesha kitu kikubwa katika klabu ya Simba, basi Matola ni miongoni mwa watu ambao wamenufaika sana. Sven, Patrick Ausems, Zoran Maki, Robertinho alikuja, yule alikuwa kocha wa Usma, Abdrak Benchika. Yes, Benchika na wengine wengi ambao wamepita hapo katikati, akiwa hata huyu aliondoka msimu uliopita, Fadlu Davis. Ukiangalia mtiririko wa makocha ambao Matola amejifunza, unamuona kabisa au ameshauriana nao kwenye mabenchi, unamuona kabisa kwa muda aliokaa anatosha ama angefaa kuinoa Simba kwa kipindi husika. Kwa hiyo kwangu mimi sababu ya kwanza ambayo inafanya Simba waweke akiba maneno kwamba huyu tunamkabidhi mechi lakini mpaka mlifanya tapita kocha mwingine, ni kipengele tu cha kumkopesha ile imani kwamba lipa tuone, ila hali kwenye namba ambazo Matola kwenye mechi ambazo amefundisha zinambeba ama zinampa yeye nafasi ya kuendelea kuwepo katika iko kinyang'anyiro cha kuwa kocha kwa huu muda. Ukiangalia kabla ya baada ya kuondoka kwanza ya kuondoka Fadlu, mikoba kwa muda ilienda kwake. Angalia hata kipindi ambacho Juma Mgunda anaondoka au wakati Juma Mgunda anaingia kwenye timu, yeye pia aliendelea kuwepo. Katazama idadi ya mechi ambazo Simba wamepoteza au wameshinda kipindi ambacho yeye ndio kocha. Tukahesabu idadi ya magoli ambayo wamefunga kipindi ambacho Matola ameshikilia timu, na baada ya wale ambao wamekuja nini ambacho kiliendelea, walikuwa wanapata matokeo yana gani. Unaelewa ama unapata picha kwamba kwa hizo mechi chache ambazo anapewa 2 ama 3 ashikilie benchi la ufundi, Simba imekuwa inapata kile ambacho wanakihitaji, ila kinachopungua ni swala la yeye kumkopesha imani full, kwa sababu wakitoa kigezo cha kwamba huyu kocha hajawahi kuwa kocha mkuu, pengine labda kwenye mashindano makubwa namna hiyo, tumuulize swali, wakati wanampa kijiti Sven alikuwa kocha mkuu wapi? Wakati wanampa kijiti Fadlu Davis alikuwa kocha mkuu wapi? FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.